kote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, fungueni mioyo yenu, tumungamie Mungu dhambi zetu. Hadi tukiwa tumesimama, tutaimba kiti chako cha rehema. Baada ya kuimba kiti chako cha rehema, tutaungama kwa pamoja fungu lile la kwanza. Tukiimba kiti chako cha rehema, baada ya kuimba kiti chako cha rehema, tutaungama kwa pamoja fungu lile la kwanza. Kiti chako cha rehema na kitazama, napodhuru wengine usinipite. Kwa pamoja tu ukurasa 280, vile vitabu vidogo lakini vile vitabu vikubwa 376. Wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Tumepewa mtoto mwanamume, mwimbieni Bwana wimbo mpya. Mkono wa kuume wake mwenyewe Bwana ameufunua wokovu wake. Amezikumbuka rehema zake. Miisho yote ya dunia imeuona. Shangilieni Bwana, nchi yote inueni sauti. Kwa panda na sauti ya baragumu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wale waliokaa nuru imewaangaza, maana kwa ajili yetu mtoto
mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume. Tumwombe Bwana katika amani. Bwana, tunakuomba amani ya ulimwengu wote na umoja wa kanisa la Mungu. Bwana, tunaomba watu wanaingia nyumbani mwako wanaokuabudu na kukusifu. Mungu, utusaidie, utuokoe, uturumie na kutuhifadhi kwa neema yako. Utukufu ni wa Mungu juu mbinguni. Twakusifu, twakuhimidi. Twakushukuru kwa ajili ya utukufu wako mkuu, Mfalme wa mbinguni. Bwana pekee Yesu Kristo, Mwana wa Baba uichukuaye dhambi ya ulimwengu. Wewe uichukuaye dhambi ya ulimwengu. Wewe uketie mkono wa kuume wa Mungu Baba, kwa kuwa ndiwe peke yako mtakatifu. Ndiwe peke yako liye juu, pamoja na Roho Mtakatifu. Bwana akae nanyi. Tutakiane amani ya Bwana kwa kufurahi tukiimba mahali ni pazuri. Ndugu wanapokaa na wale ambao wako nje basi wanaweza kuingia ndani. Mahali ni pazuri ndugu wanapokaa, wakipatana maana wakipendana, wakipatana maana wakipendana, kama umande mzuri unyweshavyo shamba, vivyo vivyo na Mungu wetu abariki ndugu, vivyo vivyo na Mungu wetu abariki ndugu. Kanisa, Yesu Kristo amezaliwa. Haleluya.
Tumshangilie Bwana kwa makofi mengine mengi na vigelegele. Basi sasa tusikilize haya ya siku, ikiwa ni siku ya kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Haya ya siku yasema, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme uko mabegani mwake. Na tuombe. Mwenyezi Mungu, siku hii ya kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo mwana wako, tukushukuru kwa ajili ya nuru mpya iliyoangazwa na neno aliyefanyika mwili. Tujalie tung'ae katika matendo yetu yote kama nuru hiyo ambayo imeanza kumulika katika mioyo yetu kwa Yesu Kristo mwana wako, aishie na kutawala pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu daima milele na milele. Amen. Kitabu cha Nabii Isaya sura ya 9 mstari wa 6 hadi ule mstari wa 7. Neno la Mungu lasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kuuthibitisha na kuutegemeza kwa hukumu na kwa haki tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Na hili ndilo neno la Bwana. Ndugu zangu, Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ambavyo tumekumbushana mahali hapa mwanzoni mwa ibada yetu ya kwamba leo ni siku ya kukumbuka kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo, ama siku kuu ya Christmas. Jumapili iliyopita, kwa wale ambao tulipata neema ya kuja kanisani, tuliandaliwa kwa ajili ya kupokea ujio huu wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na mwinjili Yohana yeye alituonyesha mambo makubwa muhimu katika somo lile la mahubiri ambalo tulipewa siku ile. Alituonyesha mambo makubwa muhimu yatakayofanywa na huyo anayezaliwa. Jambo la kwanza tunaona ni upendo wake kwetu. Upendo wake kwetu, kwa namna ambavyo alivyokuwa tayari. Kwani kwenye Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16 neno la Mungu linasema ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu alituonyesha upendo, lakini pia Yesu ametuonyesha upendo, kwa sababu kama hakuwa tayari kutolewa, maana yake tusingekombolewa. Lakini alikuwa tayari kuja duniani kuzaliwa, lakini pia kutoa uhai wake kwa ajili ya maisha yetu. Lakini jambo la pili ni ukombozi alioubeba. Kwani katika somo la Jumapili iliyopita tuliona ya kwamba Kristo atakuja ulimwenguni kwa ajili ya ukombozi, kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Na hata ujumbe wa malaika kwenda kwa Yusufu, pale ambapo Yusufu alipokuwa amelala katika usingizi mzito, malaika alimwambia kwamba usihofu kumchukua Mariamu mkeo, kwa maana amebeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, naye atazaa mwana, nanyi mtamuita Yesu, maana ndiye atakayewakomboa watu na dhambi zao. Kwa hiyo Yesu amebeba ukombozi. Lakini jambo la tatu, tuliandaliwa na tulikumbushwa, tuliona jambo hili la tatu ya kwamba huyo anayezaliwa ni mwenye nuru, amebeba nuru. Atakuja duniani, atakuja ulimwenguni na ataiangazia dunia nuru kuu. Lakini wapendwa wangu katika Yesu Kristo, katika siku ya jana ya usiku mtakatifu, mwinjili Yohana akatuonyesha kwamba
Yesu alifanyika kuwa mwili. Na ndio maana katika sura ile ya kwanza ya Injili ya Yohana mstari wa 14, mwinjili Yohana anasema maneno haya, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Alafu baada ya hapo anatuonyesha ya kwamba huyo aliyefanyika mwili akakaa kwetu amebeba kweli, atazungumza habari ya kweli, atasema mambo ya kweli kupitia neno la Mungu. Kupitia neno lake atatushuhudia kweli ile ya Mungu. Lakini jambo la pili ni mwenye utukufu tele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na katika masomo yetu ya leo, ambayo leo tunaongozwa na kichwa cha somo kinachosema Immanuel, Mungu pamoja nasi. Immanuel, Mungu pamoja nasi. Tumepewa masomo ambayo tulisoma Zaburi ile ya 116, ambayo katika Zaburi ya 116 tunamwona mtunga Zaburi. Zaburi hii ikiongozwa na kichwa cha somo kinachosema ukombozi ama shukrani kwa kuokolewa kifoni. Shukrani kwa kuokolewa kifoni. Na mtunga Zaburi anamshukuru Mungu kwa kumwokoa dhidi ya kifo ama dhidi ya mauti. Na mstari mmoja wapo anazungumza, anatuonyesha kwamba huruma ya Mungu ilimsaidia mtunga Zaburi huyu kuokolewa dhidi ya kifo. Na sisi pia kwa huruma ya Mungu ambayo ametuonyesha katika maisha yetu, tumekombolewa dhidi ya mauti kwa ujio wa Yesu Kristo katika maisha yetu. Kwa upendo wa Mungu, kama ambavyo mwinjili Yohana anavyosema, Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa Yesu Kristo, akamleta Yesu azaliwe katika maisha yetu ili atukomboe. Na sisi pia leo hii tunapaswa kumshukuru Mungu kwa sababu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Yesu Kristo amezaliwa. Haleluya. Katika neno la waraka ambalo tumelisoma hapa, ama somo letu la pili, tunaona habari za malaika, ambapo ukisoma mwanzoni pale unaona waliwatembelea wale wachungaji na wakawapa taarifa kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na baadaye tunaona wachungaji hao wanatembelea nyumba ambayo Yesu amezaliwa, wanamuona mtoto Yesu, lakini wanatoa habari ya kile ambacho malaika alichowaambia, na mwisho wanafurahi kwa pamoja na kurudi kule ambapo walipokuwepo. Katika neno hili tunawaona wachungaji wakishangilia, wakimshukuru Mungu kwa sababu Yesu amezaliwa. Na sisi leo hii pia tunapaswa kumshukuru Mungu kwa sababu Yesu amezaliwa. Tunapaswa kumshukuru Mungu, kumshangilia Mungu, kumsifu, kumwimbia Mungu na kumtukuza kwa sababu Yesu amezaliwa. Hebu tuimbe fungu moja kwa kufurahi kabisa na kwa mashangilio, wimbo ule namba 14, siku ya furaha aliyozaliwa Yesu. Tuimbe kwa pamoja huku tukifurahi na kushangilia. Siku ya furaha, siku ya uzima aliyozaliwa Yesu, tulipote Yesu akaja, furahi ni furahi ni wa Kristo, tulipote ya Yesu akaja, furahi ni furahi ni wa Kristo.
Kristo. Katika somo la mahubiri ya siku ya leo kutoka kitabu cha Nabii Isaya. Nabii Isaya katika somo hili la leo anatuonyesha ahadi ya nuru ambayo itakayoletwa na Mwokozi atakayezaliwa. Huu ni ujumbe wa matumaini, lakini pia ni ujumbe unaoonyesha ahadi ya nuru na kuzaliwa kwa Masihi ambaye ni mfalme wa amani. Katika sura ya 7 na ya 8 ya kitabu cha Nabii Isaya, ukisoma kwa muda wako utaona ya kwamba taifa la Israeli na Yuda lilikuwa katika hali ya hofu, lakini pia lilikuwa katika hali ya giza na wasiwasi mkubwa katika kipindi hiko, ukisoma hiyo sura ya 7 lakini pia na sura ya 8. Na utaona ya kwamba makabila ya Zabuloni na Naftali yaliangamizwa na taifa la Ashuru katika vita ambayo iliyotokea juu yao. Katika sura ya 9 Nabii Isaya analeta ujumbe wa matumaini juu ya taifa hilo. Ukianzia ile mistari ya mwanzoni, analeta ujumbe wa matumaini sana juu ya taifa hilo, lakini pia anazungumza kwa habari ya ujio wa Masihi mpya. Ndio maana katika ule mstari ambao tumeanza nao anasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Lakini baada ya hapo Nabii Isaya anasema ama anaeleza sifa za huyo ambaye sasa amezaliwa. Na mimi nilitamani sana sifa hizi kwa siku hii ya leo tuweze kuziona kwa pamoja, sifa za Masihi ambaye Nabii Isaya anasema ya kwamba atazaliwa. Jambo la kwanza anasema anayezaliwa ni mshauri wa ajabu. Ni mshauri wa ajabu. Maana yake nini? Amebeba hekima ya kimungu ndani yake. Amebeba uwezo wa kimungu ndani yake. Yeye ndiye ambaye atakayeshauri watu wake. Ndugu zangu, Yesu Kristo aliyezaliwa ni mshauri wa ajabu katika maisha yetu. Dunia hii ina changamoto nyingi. Dunia hii ina matatizo mengi sana. Wakati mwingine kama sio Yesu kuwashauri watu wake, kama sio Yesu kutushauri sisi kwa njia ya neno lake, lakini pia kwa njia ya watumishi mbalimbali, yawezekana tungekuwa tunafanya mambo ya ajabu yasiyompendeza Mungu. Lakini Yesu aliyezaliwa ni mshauri wa ajabu. Hata hivi leo bado anaendelea kutushauri sisi katika maisha yetu. Lakini jambo la pili, aliyezaliwa ni Mungu mwenye nguvu. Si Mungu dhaifu, ni Mungu mwenye nguvu. Kama ni Mungu mwenye nguvu, katika Christmas ya leo ninatamani uondoke na ujumbe huu ya kwamba aliyezaliwa ni Mungu mwenye nguvu. Na kama ni Mungu mwenye nguvu, basi aliyezaliwa hashindwi na jambo lolote katika maisha yako. Yawezekana katika Christmas ya leo umeingia katika ibada hii na mambo mengi unayawaza yatakuwaje. Yawezekana kuna vitu ambavyo unavitegemea kutokea katika maisha yako, lakini unajiuliza vitatokeaje. Yawezekana umeomba kwa muda mrefu na unaona ya kwamba hayo uliyoyaomba hayawezekani. Nataka nikuhakikishia kwamba aliyezaliwa ni Mungu mwenye nguvu. Anayaweza yote katika maisha yako. Hata yale ambayo mwanadamu amekata tamaa, amechoka, anaona hakuna njia, anaona hapa nilipofika ndio mwisho, aliyezaliwa atakuanzishia mwanzo wa safari yako tena. Atakutia moyo katika hiyo safari yako tena. Atakusaidia utoke eneo hilo ulilokwama kufika kwenye mafanikio yako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu aliyezaliwa ni Mungu mwenye nguvu. Usikate tamaa. Kama aliyezaliwa ana nguvu, kwa nini wewe unakata tamaa?
Kwa nini unachoka? Kwa nini unarudi nyuma? Kwa nini unafikiria kwamba hayo mambo hayawezekani? Kwa nini unafikiria kwamba hicho ambacho umemwomba Mungu kwa muda mrefu unafikiria kwamba Mungu hawezi kukifanya? Mungu anaweza kukifanya. Katika Christmas hii ya leo, inatamani uondoke na ujumbe huu ya kwamba Mungu anaweza kufanya. Nabii Isaya anatuthibitishia kwamba Yesu aliyezaliwa anazo nguvu, anazo uweza. Ni Mungu mwenye nguvu. Najua wakati mwingine mwanadamu kuna mambo anashindwa. Kuna wakati mwingine akili zetu zinafika kikomo, lakini Yesu hashindwi na awekewi mipaka. Anaweza kufanya yote katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nabii Isaya anatuonyesha kwamba aliyezaliwa ni baba wa milele. Ni baba wa milele. Ni furaha iliyoje ya kwamba ni baba wa milele. Yuko siku zote. Yaani haonekani siku moja tu. Hautamuona tu Christmas hii alafu akakuacha, hapana. Utamuona Christmas hii, utamuona mwaka ujao 2026, na utamuona siku ya kwanza ya mwaka huo, utamuona mwezi wa kwanza, utamuona mwezi wa pili, utamuona mwezi wa tatu, wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, wa 11 na wa 12 kama hivi leo, lakini utamuona sasa na hata milele katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Atokei tu leo kwamba utamuomba leo alafu atatokea leo alafu ataishia hapo, hapana. Utamuomba leo, Mungu ataonekana kwako. Utamuomba kesho, ataonekana kwako, na siku zote ni baba wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 4, nabii Isaya anatuonyesha Mwokozi aliyezaliwa ni mfalme wa amani. Analeta amani katika maisha ya watu. Watu ambao wamekaa katika uvuli wa mauti, watu ambao wamekaa hawana amani, watu ambao wamekaa wana hofu, kama ambavyo tunaona kwenye hali ya taifa hili, sura ile ya 7 na ya 8. Taifa hili lina hofu. Taifa la Israeli lina hofu na mashaka. Lakini nabii Isaya anaonyesha kwamba anayezaliwa, ujio wa Masihi mpya, analeta amani. Ndugu zangu, nataka niwaambie kwamba katika Christmas hii ya leo, Yesu analeta amani katika maisha yako. Yesu analeta amani kwenye moyo wako. Yesu analeta amani pale nyumbani kwako. Haijalishi kuna mambo gani yametokea yamesababisha hofu, kuna mambo gani yametokea yameondoa amani kwenye moyo wako, lakini kubali ya kwamba Yesu anayezaliwa alete amani ndani yako. Sijui mambo gani yametokea mwanzoni mwa mwaka huu wa 2025. Sijui ya kwamba ni miezi gani imesababisha mashaka na huzuni moyoni mwako. Sijui ni kina nani wamekusababishia maumivu kwenye moyo wako hata ukakosa amani. Lakini kwa njia ya Christmas hii ya mwaka huu, Yesu anarejesha amani kwenye moyo wako. Yesu anarejesha amani kazini kwako. Yesu anarejesha amani kwenye biashara yako. Yesu anarejesha amani kwa watoto wako. Hata kwa wale ambao ni wanandoa kwa mwaka huu wa 2025, pengine wameishi hawana amani. Kila siku ni huzuni, kila siku ni malumbano, kila siku ni uchungu. Yesu leo anapozaliwa, ninawaombea alete amani kwenye ndoa yenu. Leo ikawe ni siku ya amani. Na ikiwezekana baba huyo leo ukirudi tu kwa amani hii, akwambie tutoke basi tukale hata kitimoto, kwa sababu Yesu amezaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amezaliwa. Haleluya. Yesu ni Bwana wa amani. Tumepewa kichwa cha somo kinachosema Mungu pamoja nasi. Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Mungu bado yupo pamoja nasi. Katika Christmas hii Mungu yupo pamoja nasi. Haijalishi kuna mambo yametokea yamesababisha hofu, Mungu yupo pamoja nasi. Na kuna watu hapa wanawaza ya kwamba sasa itakuwaje mwakani? Mungu yupo pamoja nasi. Unawaza biashara yako itakuwaje? Kristo amezaliwa, Mungu yupo pamoja nasi. Unawaza ada itakuwaje Januari? Mungu yupo pamoja nasi.
Unawaza utawezaje kuishi mwaka ujao, mwaka 2026? Mungu yupo pamoja nasi. Kuna watu wana hofu hata ya kusafiri. Safiri kwa raha zako, kwa sababu Mungu yupo pamoja nawe. Na mimi nataka nikutangazie mahali hapa, kwa sababu Mungu yupo pamoja nasi, hatutapatwa na mabaya tunapomalizia mwaka huu 2025. Na ninakutangazia kwenye madhabahu hii, kwa sababu Mungu yupo pamoja nasi, hakuna ajali itakayotokea katika maisha yako utakapokuwa unasafiri. Hakuna magonjwa yatakayotokea katika maisha yako. Kama unasafiri, safiri kwa raha zako, kwa sababu Mungu yupo pamoja nawe. Na ninatangaza ya kwamba kwa sababu Mungu yupo pamoja nasi, hakuna roho ya mauti juu yetu kwenye kipindi hiki cha mwisho wa mwaka. Hayupo miongoni mwetu atakaye kufa mahali hapa, atakayeondolewa na chochote, hayupo. Tutavuka salama mwaka 2025, na kwa neema ya Mungu tutauona mwaka 2026 tukiwa wazima na wenye nguvu na afya tele. Acha nikutangazie, umeanza mwaka huu kwa huzuni, umeanza mwaka huu kwa machozi, umeanza mwaka huu kwa maumivu, Yesu ameleta amani. Na bahati nzuri kichwa chetu kinasema Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Jina lake aliyezaliwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Haijalishi ulianza mwaka huu kwa maumivu kiasi gani. Haijalishi ulianza mwaka huu kwa mateso. Yawezekana katikati hapo ya miezi 6 au miezi iliyopita umeishi kwa mateso makali sana, umeishi kwa maumivu makali sana. Kwa sababu Kristo amezaliwa, ninakutangazia katika jina la Yesu Kristo aliyezaliwa, utamaliza mwaka huu wa 2025 kwa furaha na amani. Utamaliza mwaka huu wa 2025 kwa kishindo cha wakoma kitakachowashangaza Washami katika maisha yako. Mungu atakushindia kwenye kila mapito ambayo unayapitia leo hii. Mungu atakushindia kwenye kila magumu ambayo leo unayapitia. Mungu atayaondoa maumivu yako. Mungu atakupatia furaha katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kristo amezaliwa, haleluya. Naomba usimame tuimbe kwa mashangilio wimbo ule ambao tumeimba fungu moja tu. Na unapoimba sasa hivi, hebu imba kwa furaha, kwa amani, na umshangilia kwamba Yesu amezaliwa. Na unapoimba kwa matumaini hivi na furaha na kwa amani, kama moyo wako una huzuni, Bwana aachilie furaha. Kama moyo wako una masononeko, una uchungu, inawezekana umeishi katika mazingira magumu, yeye aliyezaliwa ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi, aachilie furaha na amani katika maisha yako. Siku ya furaha, yozaliwa Yesu, tulipotea Yesu akaja. Furahini, furahini wa Kristo, tulipotea Yesu akaja. Furahini, furahini wa Kristo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya neno hili katika siku ya leo ya kuzaliwa kwako. Wewe ni mshauri wetu, wewe ni Baba wa milele, wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni mfalme wa amani. Tunakuomba ukalete amani ndani ya mioyo ya watu wako ambayo wamepoteza amani kwa muda mrefu, walioishi kwa huzuni, kwa uchungu. Lete amani sasa Baba, na lete amani katika kazi zetu na biashara zetu. Lete amani katika ndoa zetu. Lete amani kwa kanisa lako. Lete amani kwa taifa lako, Bwana. Lakini Mungu ukatusaidie sana tunapoenda kumaliza mwaka huu, tukamalize salama, Bwana.
katikati yetu asiwepo wa kupatwa na shida yoyote. Ukatubariki, ukatuongeze, ukatusaidie kwa neema yako, tukauone mwaka 2026 tukiwa wazima na wenye nguvu na afya tele. Tunaomba hivi katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.